na hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni. Kila jambo lako ambalo unalifanya hapa duniani, iwe ni kazi yako, iwe ni chochote unachokifanya ambacho kinampa Mungu utukufu, lazima huwe na picha iliyoko ndani yako, ambayo hiyo picha inakupa ushindi. Yaani unaanza kuona picha ya kule mbeleni, lakini bado huko mbele haujafika. Yesu Kristo apewe sifa. Tunamwona Yesu Kristo kabla hajashinda mauti ya msalaba, yeye mwenyewe alikuwa na picha ya ndani ambayo alikuwa nayo yeye mwenyewe. Yesu Kristo apewe sifa. Ukisoma katika kile kitabu cha Wafilipi, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo Yesu Kristo wakati anapita katika nyakati ngumu, wakati Yesu Kristo anapita katika nyakati za kuonekana kwamba yeye si kitu, lakini katika nyakati hizo bado ndani yake alikuwa na picha ya ushindi. Yesu Kristo apewe sifa. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ikiwa aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, vivyo hivyo ikiwa unaona ushindi, utauona ushindi ukidhihirika katika macho ya damu na nyama. Lakini ukiwa unaona ndani yako hakuna ushindi, ndicho kitakachotokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa sababu gani? Maisha ni rohoni. Hivi tunavyoishi sasa ni rohoni na si mwilini. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu alikuwa anaona picha ya ushindi ndani, lakini wale watu walikuwa wanamzunguka kwa wakati ule walikuwa wanaona ya kwamba anaonewa. Walikuwa wanaona kwamba huyu mtu ana laana fulani, anaona huyu mtu ni mtu ambaye hafai. Lakini Yesu yeye ana picha ambayo ametoka nayo kwa Baba. Anaona baada ya haya mateso kuna utukufu, baada ya haya mateso kuna ushindi. Yesu Kristo apewe sifa. Jambo lolote lile ambalo unalifanya katika maisha yako, omba Mungu akupe picha ya ndani, picha ya ushindi. Yesu Kristo apewe sifa. Sasa basi, ni kitu gani ambacho unataka siku ya leo kizaliwe katika fahamu zako, kizaliwe rohoni mwako? Ikiwa mfalme wa wafalme ambaye yeye anatangaza mwanzo anatangaza mwisho kabla ya mwanzo, na mwanzo kabla ya mwisho, yeye ni Alfa na tena ni Omega, yuko ndani yako, lazima uwe na picha ya ushindi, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye anakupa ile picha ya ushindi, kwa sababu yeye ameshinda na zaidi ya kushinda. Ndiyo maana tukisoma katika kile kitabu cha Wafilipi 2, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Yesu Kristo apewe sifa. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Sikiliza, wakati Yesu Kristo amebeba ule msalaba, anapita katika hali ya mateso, anapita katika hali ya uchungu, neno la Mungu linatuambia kwamba wakatokea wanawake wa kule Yerusalemu wanamlilia Yesu Kristo, akawaambia, msinililie mimi, jililieni ninyi na watoto wenu. Sasa basi, Yesu, wale wanamlilia Yesu, yeye ingebidi naye iandikwe pale kwamba akaungana nao akalia kwa mateso wanayopita, lakini yeye hakulia. Yeye akawatia wao moyo kwamba msililie mimi, hii kazi ninaipenda kuimaliza. Maana yake yeye anaona utukufu ulioko kule mbele ni utukufu mkuu, anaona utukufu mkuu, anaona ushindi mbele yake. Yesu Kristo apewe sifa. Ikiwa wewe ni uko katika kazi yako ya mikono, ikiwa wewe uko katika ndoa yako, ikiwa wewe uko katika nyumba yako, chochote kile ambacho unakifanya, kama hauoni picha ya ndani, picha ya ushindi, hakika hautashinda. Yesu Kristo apewe sifa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Shetani
hana nguvu kabisa, hana jambo lolote la kukushinda wewe, ikiwa tu unaye Yesu Kristo ndani yako. Ikiwa tu unaye Yesu Kristo ndani yako, shetani si kitu kwako. Shetani hawezi kukufanya chochote. Ikiwa Kristo ameumbika, Kristo yuko ndani yako, unatembea na Kristo, shetani hawezi kukufanya jambo lolote lile. Lakini ikiwa wewe huna Yesu ndani yako, ikiwa wewe Yesu Kristo si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, shetani atakufanya chochote atakacho. Shetani atakufanya lolote atakalo kwa wakati wowote, kwa sababu moja tu, huna Yesu Kristo ambaye amepewa jina lipitalo majina yote, na kila goti lipigwe mbele zake, na kila ulimi ukiri ya kwamba yeye Kristo ni Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo basi, Yesu Kristo akiwa ndani yako atakupa ushindi. Yesu Kristo akiwa ndani yako atakupa picha ya ushindi ya kazi yako. Yesu Kristo ikiwa yeye ameshinda na zaidi ya kushinda, atakupa picha ya kushinda kazini kwako, atakupa picha ya ushindi. Hiyo picha inatakiwa izaliwe ndani ya moyo wako, ili wewe upate kuwa mshindi kupitia ile picha ya ushindi. Kwa sababu gani? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo wewe ukiwa unaona kushindwa kuna kufuata, lakini ukiwa na Kristo ndani yako aliyeshinda, utaanza kuona kushinda, na kushinda utakufuata. Kwa sababu gani? Hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni, ya kwamba lazima utoke mahali hapo ulipo. Habari njema ni wewe kufuta machozi. Habari njema ni wewe ushinde kila siku na kila saa, kwa sababu uko na Bwana wa ushindi. Amen. Baba, asante kwa neema yako. Baba, asante kwa ukuu wako. Baba, asante. Kwa hiyo ukiwa na mfalme wa ushindi katika maisha yako, yeye amekwisha kutangaza mwanzo kabla haujafika mwisho. Yeye ameshakwisha kutangaza mwisho kabla hujaanza mwanzo. Yeye yuko mwanzo na yuko mwisho. Yeye amekwisha kutangaza mwisho kabla hujafika mwisho. Maana yake ni nini? Yeye ameshinda na sisi tutashinda. Hatutashinda njia ya yeye. Sikiliza, usivunjike moyo wala usikate tamaa, wala usijione kwamba wewe ufai. Katika watu waliotupwa na kuachwa na kudharaulika, nasema hivi, yuko Yesu Kristo amtoaye mtu mavumbini. Yuko Yesu Kristo amwinue mtu mnyonge kabisa aliyedharaulika, mtu wa chini kabisa. Yuko Yesu Kristo akufutaye machozi. Yuko Yesu Kristo anayesema, mwanangu, usiogope, njoo kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo hakuja kwa ajili ya watu special fulani. Yesu Kristo hakuja kwa ajili ya kanisa fulani ama watu fulani. Yesu Kristo alikuja kwa yeyote yule aaminie. Wewe ukimwamini Kristo, atafanya njia kwako pasipo na njia. Atakufuta machozi, atakupa faraja ya kweli. Anasema, amani niwapayo mimi si kama ulimwengu utoavyo, furaha kupayo wewe si kama ulimwengu utoavyo. Sikiliza, leo hii hata kama ungekuwa umepata majanga aina gani, hata kama umekuwa labda umefiwa, baada ya msiba kila mtu ataenda kwao, wakukufariji, lakini Yesu Kristo hawezi kukuacha. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu Kristo apewe sifa. Yeye anakupa ushindi. Yeye anafanyika nuru gizani. Jina la Bwana libarikiwe. Chochote kile ambacho kimekaa katika hali ya ukiwa, katika hali ya sintofahamu katika maisha yako, neno hili limekuja kwa ajili yako wewe, kukutoa mahali hapo katika jina la Yesu Kristo.